Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambapo mapigano makali yanaendelea hii Jumatano kati ya wapiganaji wa Twirwaneho na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC huko Mikenge katika nyanda za juu za Minembwe jimboni Kivu Kusini. Wakati hayo yakiendelea, mamlaka za afya zimetangaza kumalizika kwa ufuatiliaji wa watu waliokuwa wamewasiliana na wagonjwa wa Ebola katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 baada ya kufuatilia zaidi ya watu 400 bila kugunduliwa kesi mpya. Mapigano makali yanaendelea hii Jumatano kati ya wapiganaji wa Twirwaneho na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC huko Mikenge katika nyanda za juu za Minembwe jimboni Kivu Kusini. Mapigano hayo yanatokea wakati ambapo hali ya usalama imeendelea kuzorota na mvutano huko umeongezeka katika eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ketia Rugamika ana maelezo zaidi. Mapigano makali yameripotiwa Jumatano tarehe 1 Julai mwaka 2026 katika milima ya Minembwe, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na vyanzo vya ndani, mapigano haya yamefanyika Mikenge na maeneo yake ya karibu. Milio mikubwa ya silaha nzito na nyepesi inasikika katika eneo hilo. Taarifa hii imethibitishwa na chanzo cha kiutawala kilichozungumza na Kivu Morning Post. Kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa, mapigano makali yanaendelea kati ya Twirwaneho walioshirikiana na M23 dhidi ya jeshi la Kongo linalosaidiwa na jeshi la Burundi na wanamgambo wa Wazalendo. Inasemekana kuwa mapigano haya yamesababisha vifo vya watu wengi kulingana na vyanzo vya asasi za kiraia. Jana Jumanne tarehe 13 Juni mwaka 2026, mamia ya wakazi wa jamii ya Banyamulenge walifanya maandamano Minembwe kupinga mashambulizi ya drone ya jeshi la Kongo ambayo imeongezeka katika eneo hilo. Waandamanaji pia waliitaka serikali kuondoa majeshi ya Burundi katika milima ya Fizi, Uvira na Mwenga. Wiki iliyopita, hospitali ya Minembwe ilishambuliwa na drone na kusababisha vifo na uharibifu mkubwa wa mali. M23 imelituhumu jeshi la Kongo jua ndilo lililofanya shambulio hiyo. Hadi sasa jeshi la Kongo halijatoa tamko lolote kuhusu hili. Wakati mapigano yanaongezeka, milipuko miwili mikubwa ilisikika jana katika mjini Baraka. Helikopta ya jeshi ilipigwa. Hatimaye mamlaka za afya zimetangaza kumalizika kwa ufuatiliaji wa watu waliokuwa wamewasiliana na wagonjwa wa mlipuko wa Ebola katika maeneo yanayosimamiwa na AFC M23. Zaidi ya watu 400 walifuatiliwa huku kiwango cha ufuatiliaji kikifikia zaidi ya 98% bila kubainiana kesi mpya. Kwa mujibu wa Daktari Fredi Kaniki, kwa sasa hakuna mgonjwa aliyethibitishwa kuwa na Ebola anayepokea matibabu na hakuna mtu yeyote aliye chini ya ufuatiliaji wa karibu. Aujourd'hui de vous annoncer une évolution encourageante concernant notre riposte à l'épidémie d'Ebola dans les zones administrées par l'AFC. À l'issue de plusieurs semaines de surveillance épidémiologique coordonnée, de prise en charge des cas, de recherche active et de suivi de contacts, d'analyse de laboratoire ainsi que de mobilisation communautaire, nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer que l'ensemble des contacts suivis, identifiés, est achevé et a été achevé avec succès pour la période de suivi. Au cours de cette période de riposte, 400 personnes contacts ont fait l'objet d'un suivi qui s'est révélé satisfaisant avec un taux de suivi journalier supérieur à 98%.
Durant cette période de surveillance intensive, aucun nouveau cas de maladie à virus Ebola n'a été détecté parmi les personnes sous surveillance. À ce jour, aucun patient atteint de la maladie à virus Ebola n'est en cours de traitement et aucun contact ne fait l'objet d'un suivi actif dans les zones sous notre juridiction. Ces résultats témoignent de l'efficacité des mesures mises en place et aussi marquent la maîtrise de cette première vague de l'épidémie dans les zones sous notre administration. Ces succès n'auraient pas été possibles sans le dévouement et les sacrifices de nos personnels soignants en première ligne, des équipes de surveillance, du personnel de laboratoire, des agents de santé communautaires, des autorités provinciales et locales, ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré sans relâche, souvent dans des conditions difficiles, pour la protection de nos populations. À tous ces acteurs, nous témoignons notre vive reconnaissance. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à nos partenaires humanitaires et techniques, dont l'expertise, l'appui logistique et la collaboration étroite ont été déterminants à cette réponse efficace. L'une des principales leçons tirées de cette riposte est l'importance des interventions axées sur les populations. Grâce à un engagement communautaire soutenu, à des activités de sensibilisation et d'éducation sanitaire, ainsi qu'à une collaboration étroite avec les leaders et les populations locales, nous avons gagné et renforcé la confiance du public. Shirika la World Hope Givers limezindua Jumatano tarehe 1 Julai mwaka huu mjini Goma mradi uitwao mwitikio wa dharura dhidi ya hatari za uwasili wa wananchi waliokumbwa na migogoro huko Fizi na Goma. Mradi huu unafadhiliwa na Danida na kutekelezwa na Den Church kwa ushirikiano na Enoveva Popoli, na lengo lake ni kuimarisha ulinzi wa jamii zilizohasirika, kuzuia ukatili wa kijinsia na kuwasaidia wadau wa ndani. Katika warsha ya uzinduzi, mratibu wa shirika hilo Alain Bayongwa aliwasilisha malengo na uratibu wa utekelezaji wa mradi huo mbele ya viongozi na washirika waliohudhuria. Mimi ni Alain Bayongwa, tulikuwa hapa na watu tuliita wa partner fulani ambao wanatumika child protection hapa katika vile ya Goma, na tulikuwa katika ile wanaita kick off meeting ama lancement officiel ya project ya protection d'urgence ya batoto benye waliwasirika na vita mbalimbali na makonflikt za vita hapa mjini Goma. Na hiyo project inakuwa Goma, inakuwa pia na Tanganyika, ndani ya Fizi, inakuwa pia Fizi na hapa Goma. Na hapa Goma tulipata hiyo, na sisi tulipata neema ya kupata msaada ya DCA, na hiyo msaada itatusaidia kusaidia watoto ambao tunakuwa nao ndani ya masantre zetu za kusaidia watoto ambao waliachana na wazazi wao, ambao walipoteza wazazi ndani ya vita, na ambao wanajikutana wanahitaji msaada ya ukingo. Na wale watoto kutakuwa wale ambao watapata mavazi, viatu, watapata na hata namna ya kutengeneza, kuborozesha gisi ya kulala kama vile vitanda na hata matela. Pia na wale ambao wanawachunga kwenye centre watakuwa na majifunzo watakaopata kusudi wachunge vizuri watoto kufuatana na mbinu za ukingo ambazo zinajulikana kimataifa na ndani ya nchi ya Kongo. Asante sana. Huko Mongwalu mkoani Turi, mgonjwa mmoja wa Ebola amerejea katika maisha ya kawaida baada ya kupata huduma kamili na matibabu, ikiwemo msaada wa kisaikolojia
uliomwezesha kupona. Ushuhuda wake unaonyesha kuwa Ebola inaweza kudhibitiwa kwa ufanisi endapo mgonjwa atapatwa huduma mapema na kwa njia inayofaa. Contaminer avant na tango bato bazoloba sarike zo circuler na mungwalu bato bayaki kota na mungwalu na structure na biso à ce moment là ndeto saraki contaminer siko toyebaki te brusquement na sentir frisson ekoti na nzoto or que microbe wana esi ekoti déjà frisson ekoti après frisson na présentaki fièvre vraiment intense, température 39 parfois, et bandaki ko persister. Après cela, nous qui se quoi une mot de tête, c'est fallait tasse vraiment et puis asthénie physique. Après asthénie on est où me la quitter et elinga libela vomissement grave. Na salle vomissement grave. Après vomissement 2 jours, diarrhée bimeli. Diarrhée vraiment qui vraiment terrible la diarrhée. Na diarrhée presque 5 jours, jour et nuit, sans kokata. Maïka kande ezalaki obima. Moyen na kumi se contrôler ezalaki te, nazalaki na papesse. Makilate. Nasalaki hémoptysie. Okay. Nasalaki hématémèse c'était mais hémoptysie. Après vomissement, koyoka mwa crachant, après crachant, hémoptysie nde bandaki obima. Ok. Ok. Omeli microbonia. Awa nasali presque une semaine, 2 jours. Une semaine, 2 jours. Oui. Ok. Siko ozoka nzoto ndenge. Ah non, nga naza bien, naza malamu, naza forme. Na kutu na esengo. Na aki na maya miso ekotanga. Tango ba psychologue awa ba déracinaki stress wana naza nango. Ah naza na esengo. Na makasi naza forme. Ok. Obande ya musala? Naza ata sikoyo naza tayari. Obe ata sikoyo naza ngata pesa nga bien teni kaka. Shirika la ndege la Air Congo limezindua safari yake ya kwanza kuelekea Brussels tarehe 1 Julai mwaka huu. Kwa mara ya kwanza shirika hilo limeunganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mji mkuu wa Ubelgiji kwa safari ya moja kwa moja. Safari hiyo inaashiria hatua mpya katika sekta ya usafiri wa anga nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuimarisha uhusiano wa usafiri kati ya Kongo na Ulaya. Huduma ya usafiri wa treni ndani ya jiji la Kinshasa imeanza tena baada ya kusimamishwa kwa miaka 15. Rais Felix Tshisekedi Chilombo alizindua rasmi njia ya reli inayounganisha Gare Centrale na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili siku ya Jumanne tarehe 13 Juni, ikiwa ni ishara ya kurejea kwa huduma ya treni katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. La relance du train urbain de la ville de Kinshasa, c'est désormais chose effective, après plusieurs décennies, au terme des travaux de réhabilitation et de modernisation du réseau ferroviaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 30 juin 2026, jour anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, au lancement du train urbain dans sa première phase sur la ligne Gare Centrale Aéroport International de Njili.
En compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a pris place à bord du train urbain à destination de l'aéroport international d'Ondjili. Dans la cabine VIP où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa, du vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba et de quelques autres membres du gouvernement. Tout le long du parcours, la population en liesse a salué la reprise du trafic ferroviaire du train urbain. Kinshasa a connu une croissance démographique rapide au cours des dernières décennies en remettant à neuf et en assurant l'extension du réseau ferroviaire existant. Le train urbain contribuera à combler les lacunes du secteur des transports de la ville de Kinshasa. Le directeur général de la Société commerciale des transports et des ports, Martin Lukusa, s'en réjouit. Nous avons eu un devoir de la part du chef de l'État et du gouvernement de pouvoir réhabiliter les chemins de fer interurbains dans la ville de Kinshasa. Comme vous savez, il y a trop de problèmes d'embouteillage, il fallait pallier à cette difficulté-là. Et nous nous sommes mis au travail. Là, nous avons relié définitivement la gare centrale à Gombe de l'aéroport d'Ndjili. Vous avez vous-même le président a pris place à bord du train. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Et dans les jours qui viennent, nous allons fixer l'opinion sur la reprise maintenant du trafic commercial. Voilà, donc nous sommes en train de nous battre contre les phénomènes des embouteillages. Comme vous savez, les trains prennent beaucoup de gens à la fois. Donc nous allons transporter des masses et à moindre coût pour que nous puissions alléger la route par rapport aux impondérables et aux pollutions qu'il y a sur la route, les accidents, tout ça, tout ce qui va avec. Le trafic ferroviaire est une autre alternative pour relier le centre-ville à l'aéroport international de Ndjili en traversant plusieurs communes, Limete, Massina notamment. C'est par des ovations frénétiques que la population a accueilli l'arrivée du président de la République à l'aéroport international de Ndjili. Pendwa mtazamaji, ni pamoja na habari kutoka Kinshasa. Tunakomesha habari za leo yaliyojiri nchini DRC. Nashukuru kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.